Jina langu naitwa Joshua Aaron Rwesha ambaye na miaka 27 na ni mhitimu wa masomo ya umishonari tabibu katika chuo cha Eden Valley ambacho ni tawi la Tanzania. Baada ya kuhitimu masomo yangu ya umishonari tabibu, nimekuwa nikitumika katika maeneo mbalimbali ya Tanzania ikiwemo mikoa ya Kilimanjaro, Morogoro, Dar es Salaam na sasa natumika hapa Bukoba. Baada ya kutumika katika maeneo kadha wa kadha, niligundua umuhimu wa kufanya kazi kwa kujitegemea. Na ndipo nilipoamua kufunga safari na kuelekea katika mkoa wa Kagera hapa nilipo katika wilaya ya Bukoba. Nilipofika Bukoba, maisha hayakuwa rahisi sana, lakini Mungu ni mwema. Kwa kupitia elimu ambayo nilijifunza na kuipata kupitia shule ya Eden Valley, ilinisaidia kuweza kupambanua kile ninachoweza kufanya kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na nilipofika hapa, nilijaribu kuwatembelea washiriki na kuweza kuona ni shughuli gani ambazo wanazifanya na ambazo naweza nikazifanya pia kunitegemeza ili niweze kuiendeleza kazi ya utume pia. Na ndipo nilipogundua kwamba washiriki wengi wanajihusisha na shughuli za ufyatuaji matofali, lakini pia wanahusika na shughuli za kilimo pamoja na biashara kidogo. Na hapo ndipo nilipoamua pia kujifunza shughuli za ufyatuaji matofali, lakini pia nilipoamua kujihusisha na shughuli mbalimbali za kilimo na biashara. Katika shughuli ya ufyatuaji matofali, wakati nilipokuwa nikianza kujifunza, haikuwa rahisi kwa sababu sio kazi ambayo nilikuwa nimeizoelea. Muda mrefu tumekaa darasani na kusoma darasani, lakini sasa hili nipasa kuweza kuhusika katika vitendo. Mara ya kwanza, siku ya kwanza ilikuwa ni kazi ngumu, lakini nilipofundishwa niliweza kufanya kwa uzuri, ijapo kwa uchovu mwingi na maumivu mengi, lakini siku 2-3 baadaye nilifanikiwa kuweza kufaulu vizuri, kuweza kufanya kazi hii kwa uzuri. Na sasa ninaweza kufyatua tofali karibia 400 mpaka 500 kwa siku. Na tangu nimefika hapa nina miezi kama 3 nimefyatua tofali zaidi ya 7,000, ambazo tofali hizi mbichi moja huwa inauzwa shilingi 50 na zilizochomwa zinauzwa shilingi 200. Changamoto ya kazi hii ni uwepo wa mtaji labda wa kuweza kuzichoma, lakini kwa kuuza zilizo mbichi inanisaidia kupata mtaji na hivyo kupata kuni kuweza kuzichoma, na hivyo naweza nikaziuza na kupata kipato kinachoendeleza maisha yangu. Ukweli kazi hii imesaidia sana kunikwamua katika hali mbalimbali zilizokuwa na ugumu wa maisha, na imefanya niweze kuendeleza kazi ya Mungu mbele. Wewe Mimi naitwa Edwin Mwesiga Edward, ni mkuu wa kundi la hapa Mwemage, na huyu kijana alivyokuja kabisa kwa wakati wa kwanza kabisa, alikuja ni mchangamfu, ni mpenda kazi. Alivyokuja kwenye maeneo haya ikakuta kama na sisi pia ndio kazi yetu ambazo tunazifanya, kwa kweli kumpokea vizuri. Tukaanza sasa kumfundisha kazi. Kwa sababu hii kazi ndio tunayoitumainia na tunayofanya kazi. Sasa ikabidi mwenyewe akawa na wiwa kufanya kazi hii. Kwanza kabisa niliogopa kwamba kweli kazi ataiweza, lakini Mungu ni mwema kabisa, hakukata nia, akaanza kuchapa kazi, kuanza kumfundisha kufinyanga udongo, kutoa nje na kuanza kufyatua. Kwa kweli ni jambo la heri kabisa kuona kwamba saizi anafanya kazi hii vizuri kwa ufasaha zaidi, na hadi mpaka saizi ninaweza kabisa kumwachia na mwenyewe akaanza kufundisha watu wengine.
kwa kweli ni jambo la heri kabisa. Asanteni sana. Unapopitia mchakato mgumu katika maisha ya umishonari, muda mwingine uweze kuwa mvumilivu, kwa sababu unaweza kuwa ni moto unaokuchoma ili uongeze thamani yako katika hekalu la Bwana, kwamba sisi wote tumejengwa juu ya msingi ulio imara, msingi wa Yesu Kristo, na sisi ni mawe au matofali yanayojenga hekalu. Lakini tofali lililo na thamani sio lile bichi, ni lile lililochomwa. Kwa hivyo muda mwingine unapopitia maisha magumu katika kadhi yako ya utume, katika maisha yako ya Ukristo, ujue unaweza kuwa unapita katika moto unaokuandaa kwa ajili ya kuwa hekalu bora, kwa ajili ya kujenga hekalu bora katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo katika shughuli ya ufyatuaji matofali unajifunza kazi nyingi, pia masomo mengi. Unapokuwa unakanyaga udongo na uandaa udongo na ukanyaga udongo wa mfinyazi mpaka unakuja kulitengeneza tofali, inakufundisha kazi ya mfinyazi mkuu, na kuna uthamani mkubwa sana wa kitu ulichokifinyanga. Mara nyingi tunaofyatua tofali hatupendi hata tofali moja ipasuke au iharibike. Hivi nakufundisha kwamba ikiwa mimi nina uchungu wa namna hii na kile ninachokifinyanga, je, vipi yule ambaye amenifinyanga, ambaye amenitengeneza kwa namna ya pekee? Anao uchungu wa pekee anapoona kwamba ninaharibiwa. Na ndio maana alitoa uhai wake kwa ajili yangu ili apate kunikomboa na kunifinyanga tena. Mara nyingi tofali inapokuwa inaharibika, ikiwa mbichi, tunairudisha tena kwenye maji, tunaiponda ponda upya, halafu tunatoa tofali jingine jipya. Hiyo inatufundisha kwamba kuna wakati unaweza ukaanguka, lakini bado mfinyanzi hajakuacha. Anaweza kukurudisha tena na kukupatia toba ya kweli, akakufinyanga tena upya, ukafaa, na akakuweka katika tanuru ukachomwa, ukafaa kwa ajili ya ujenzi wa hekalu lililo bora. Wapendwa, kazi zinaweza zikawa ngumu, lakini zinaweza zikawa na mafundisho ya msingi na yenye thamani ambayo yanaweza kutujenga kwa ajili ya kujiandaa kwa ufalme wa Mungu. Lakini pia hapa hatuchomi tofali moja, tunachoma matofali kadha wa kadha yaliyoshikana kwa pamoja. Hii inatufundisha kwamba kila mtu anaweza kupitia ugumu mbalimbali na maisha mbalimbali ambayo ni magumu, lakini hizo zote zinatakiwa kutuleta kwa umoja ili tuweze kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mara nyingi tunakwepana kwa sababu ya magumu ya watu, lakini magumu yanayotupata kila umoja yanatakiwa kutusogeza karibu zaidi na kutuweka pamoja zaidi ili tuweze kuandaliwa, tuweze kuchomwa kwa pamoja kwa ajili ya kuandaliwa kwa ajili ya ujenzi ulio imara. Hivyo tofali ikiwa peke yake haina thamani na hamna mtu anaweza kuja kuulizia bei, lakini zikiwa nyingi watu huja kuuliza bei. Hiyo inamaanisha tunapokuwa wamoja katika kazi ya utume, tunapokuwa wamoja katika kazi katika Ukristo, ni ushindi mkubwa kwa upande wa Mungu. Lakini kila tofali inapotaka kukaa peke yake, hakuna thamani ambayo watu wanaweza kuona Ukristo katika ulimwengu huu. Hivyo ninasihi na kuita wito kwamba tufanye kazi kwa pamoja, tuungane kwa pamoja. Hapa ndani kuna tofali ambazo zitaiva na ambazo hazitaiva, lakini zinazoiva hazizarau zile ambazo hazijaiva, kwa sababu ambazo hazijaiva zimesaidia zile nyingine ambazo zimeiva kuweza kuiva. Tukiwa tumetumia muda mrefu kwa mchakato wa utengenezaji wa tofali, kipindi chenye faraja na matumaini ni kipindi hiki ambacho tofali zimekwisha kuiva na sasa wateja wanazisubiria kwa ajili ya kuimarisha nyumba zao. Baadhi ya tofali zinaweza zikaribikia juu ya msingi au wakati wa kuuzwa, na hii inatufundisha kwamba usijiamini kwa sababu umepitia magumu kwamba unaweza ukaurithi ufalme wa Mungu, kwa sababu kiburi kinaweza kukufanya ukaokosa ufalme wa Mungu mwishoni. Lakini basi wakati huu ndio wakati wa matumaini na wakati unaotia moyo zaidi, wakati unapoona kwamba juhudi ulizozifanya zinatumika kunufaisha wewe mwenyewe na kuwanufaisha wengine pia. Kwa hivyo usiogope, kazi zote zinawezekana palipo na moyo, kwamba penye nia pana njia. Na hivi ndivyo unavyoona shughuli hii ikifika ukingoni kabisa. Sasa hapa tunachohesabu ni pesa, tena sio ule uchungu na maumivu ambayo tumeyapitia. Kwa maana sasa wakati wa dhiki na taabu umekwisha kupita, ni wakati wa kufurahi. Hebu na tufanye kazi wakati ngali mchana, wakati Bwana atakapotuita katika ufalme, tutafurahi na kusahau magumu yote ambayo tumeyapitia. Usiogope. Kazi ni ngumu, lakini aliyetuumba
ametupatia nguvu ya kuifanya, na yeye mwenyewe atatufurahisha kwa wakati wake. Bwana akubariki.